coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. Bwana Yesu asifiwe. Ni chakula watapewa, imefanyiwa wakfu. Haleluya. Hiyo mbuzi ile anakuitia, haujui mahali ilipitia. Haujui mahali ilipitia. Uchi hapa wakati ndio kupigia tumu zake, mbuzi aliniita hapa. Kaniambia hapana, wewe twende kule tukanunue mbuzi na umlete hapo muombe. Ili familia yangu ikila hii mbuzi, tukue na amani. Haleluya. Sasa yeye ni mwokovu, kuna waovu wanafanya hiyo kazi. Na wewe unaenda pale unabugia, unasema ongeza, pakia uende. Mashida ambazo utakuwa nazo, wana wa Israeli wakajiapatanisha kwa kitu kiliyofanywa wakfu. Kama hiyo kitu kiliyofanywa wakfu, yeyote anakula hata waipata mtoto, basi hivyo ndio itakuwa. Twende kwa Bwana Bwana, Zaburi 100 mstari wa 6:28. Psalms 106 verse 28. Yes. Neno la Bwana linasema wakajiambatiza na wakajiambatanisha, wakajiunganisha na Baal Peori, wakazila dhabihu za wakfu. Sio kile chakula unaitoa na kimbia. Watu ambao wako na Babeli, wewe hata ulani kwako ushabeba watoto wote umepeleka kila mtu huko. Watu jamii yako inaharibiwa. Kuna sherehe kompule unawakota kila mtu hautaki kupika. Na ndio wanawake wengi wa siku hizi wanapenda kwenda out kila makesi inakuja ofisini, wanangu alipeleki out. Wewe pika chakula nyumbani. Haleluya. Chakula kinafanywa wakfu kwa kishanani. Watu wakila wanashikwa na makasha. Watu wanakula wanashikwa na magonjwa. Wengine wanafungwa tumbo zao, hawatawaiza, na ni chakula ambayo ulipewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni chakula watapewa, imefanyiwa wakfu. Haleluya. Hiyo mbuzi ile anakuitia, haujui mahali ilipitia. Uchi hapa wakati ndio kupigia tumu zake, mbuzi aliniita hapa. Kaniambia hapana, wewe twende kule tukanunue mbuzi na umlete hapo muombe. Ili familia yangu ikila hii mbuzi, tukue na amani. Haleluya. Sasa yeye ni mwokovu, kuna waovu wanafanya hiyo kazi. Na wewe unaenda pale unabugia, unasema ongeza, pakia uende. Mashida ambazo utakuwa nazo, wana wa Israeli wakajiapatanisha kwa kitu kiliyofanywa wakfu. Kama hiyo kitu kiliyofanywa wakfu, yeyote anakula hata waipata mtoto, basi hivyo ndio itakuwa. Yeyote atakula hata waifanikiwa, basi utakula wewe. Kimefanywa wakfu, watakao kula. Kwa hivyo mwenye amefanya wakfu anaweza kuwa hapo na kula na mimi. Na kuna kitu inaweza kufanyika. Because sio yeye amefanya ile wakfu. Sio yeye amefanya ile wakfu. Ni nyinyi, na chochote kimefanywa wakfu hakitaponea, kitaangamia. Ninakuombea siku ya leo, chochote ulikula, naona watu wameshtuka sana. Watoto ulikula leo, hapo mwambie Bwana, kwa ibada ya ukombozi, may I vomit it out. Acha iondoke ndani yako. Through my system, through my body. Conjecture. Yes. Wakamkasirisha kwa matendo yao. Tauni ikawashambulia. Unaona? Kansa, magonjwa, delegation, wakala kitu wa delegation. Tauni haieleweki ni tauni ina gani? Tauni inaenda mshika ya pressure, inaenda mshika ya depression, inaenda mshika ya kila aina. Walipo wao hawajui, lakini wakfu ulifanyika. Shida ikaingia ndani yako. Ninaombea watu wa Bwana, kuna shida iko ndani yako na unielewe nitoka wapi. Mkono wa Bwana uko chini. Ndio mikono yako mwambie Baba, niko hapa Bwana, usinipite wakati. Unaposema wengine, nipendelee Bwana. Ongea na Bwana. Kama kuna kitu nilikula, hata Bwana umeleta shida kwangu, nenda ukaniokoe. Niokoe Bwana. Mungu amesema watu wafunge, wewe labda hujafunga. Hata siku moja hujaifunga. Na hujui kama Mungu anakuepusha na chakula kibaya. Haujui majira yako ya kutembelewa na Bwana. Haleluya. Enda verse 36.
Tusikie namna gani inasemekana pale. Wakazitumikia sanamu zao. Wale watu wakatumikia sanamu zao, nazo zikawa mtego kwao. Nazo zikawa mtego kwao. Mtego. Wakatumikia miungu yao, lakini hao miungu ikawa mtego kwao. Familia ambayo inaabudu miungu haiwasaidii. Hakuna kitu miungu itakusaidia. Ni mtego kwa maisha ya watoto wako, ni hatari kwa maisha ya watoto wako, na ni hatari kwa jamii yako. Epukana na uabudishi wa miungu, miungu ya kigeni. Na kama ushaiabudu, mwambie Bwana leo akuokoe. Kama watu waliabudu kwa hiyo familia, inua mikono yako, mwambie Bwana, okoa jamii yangu leo, okoa jamii yangu leo, okoa jamii yangu leo. Baba, tunakuita Bwana, tembelea watu wako, tembelea watu wako, tuokoe kama familia, tuokoe kama jamii, tuokoe Bwana. Wewe ni Mungu mweza, wewe ni Mungu unaweza, wewe ni Mungu unasaidia. Wewe Bwana ukaongoze, wewe Bwana ukatawale. Tuone Lord my Father, inua mikono yako wewe Bwana, mwambie Bwana akuone kamili, mwambie yako kama iliabudu miungu. Kuna Mungu anaokoa. Kama ishiriki kanisa imejiunga na shirika na miungu ya Illuminati, na miungu ya devil worship, Bwana akuokoe. Na roho hii inaabudiwa, lakini Jehova akuokoe ukaweza kuabudu kanisa la kweli la Bwana ndani ya maisha yako. Haleluya. Bwana akawatumia taumu. Ndio naona watu wanaangamia. Maana kuna watu wamefanywa. Watu wanaangamia kwa familia. Watu wanaangamia kwa maisha ya watu. Watu wanaangamia katika sehemu tofauti. Watu wanaangamia, watu wanaangamia, watu wanaangamia, watu wanaangamia, watu wanafanya maovu. Nilikuwa naongea na mshirika mmoja kutoka Zambia, akaniambia maana mkono niombee, mimi nimefanya maovu. Akanitajia mtu fulani ambaye anajulikana Afrika. Akaniambia mimi nimefanya maovu kwa sababu mimi katika utumishi wangu nilikuwa natumika kwa kanisa, na mimi nilijua kanisa linaabudu shetani, lakini mimi sikuondoka, niliendelea kuabudu. Akaniambia kwamba pastor alikuwa anatuambia tuchinje ng'ombe na tuchinjie watu ng'ombe kama 5, na hiyo mifupa yake yote anasema inapelekwa kwa kampuni ya kutengenezea umbwa chakula. Haleluya. Kaniambia wewe the pastor akitisha sadaka anaenda anachukua mfupa moja, wewe uliolibugia hivi you die. Unaona vile umestuka na vile unakula mfupa kwa sherehe. Utakoma kwa sherehe. Utakoma. Haleluya. Akaniambia mimi nataka kuokoka. Nimekupata tu kwa YouTube. Kuna ile teaching nilihubiri. Kuna ile teaching nilihubiri ya kwamba rediscerning power. Kaniambia was called by God. Lakini nikaingia katika utumishi wa kishetani. Na katika utumishi wa shetani akaniambia kwamba yeye alikuwa anaenda kwa waganga. Alipoenda kwa mganga, akiangalia mbele akaona pastor aliyemuombea. Akasogea kwa Biblia, nipatie sadaka yangu. Wewe wako laini, nipatie sadaka yangu. Nikamwambia nyamaza. Kwa Japani wakapanga deal ya kwamba sasa wao wakaingia kwa shetani na wakaanza kuua watu. Sasa waliambia sasa watu wakaangamia. Sasa siku moja nilisahau pia mamangu akaja sherehe. Sasa mfupa pia ukaliwa, mama akala nyama pale. Sasa mama ni mgonjwa sana, na labda mfupa yake ndio sasa imerushwa bahari. He is seeking for God divine intervention. I am praying for you today. Hii chakula unaona ukikula hivyo na una full stop, ni hatari sana kwa maisha yako. Ninakuombea leo Jehova akusaidie. Ninakuombea leo Jehova akusaidie. Ninaongea hivi manake majira imefika ya Christmas. Usiamini nimehubiri habari naelewa season and time. Na nimebadilisha mahubiri yote. Sasa imeenda kwa spiritual warfare, household witchcraft, nguvu ambazo zinatawala. Ili Christmas ikifika, jipange sawa sawa. Usikuje Januari ukatapiga kutoka kule mpaka chooni kwa sababu ulibukia sana. Hallelujah. Amen. I am praying for you in the name of Jesus. Majira ya kutembelea yako utapita. There is a season and time that God is speaking to you. God is speaking to you. And I pray Mungu ataonekana. Wakajiunganisha na Mungu ikawa mitego yao. Na wakafanya nini? Endelea kusoma. Verse 37. Now. Walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Walitoa watoto wao. Angalia hapa. Sijui kama hapa tuna mtoto. Tunakwambia nataka uongee sana. Maana tujui nini ilifanyika kwa maisha yako ulipozaliwa. Sasa wakatoa watoto wao.
Yeah. They sacrifice their sons and their daughters unto the devil. They sacrifice. They dedicated their children. Wakawaleta watoto wao katika miungu, wakawapeana kwa miungu, wakasema kuanzia leo huyu ni mtoto wangu, nimepeana kwa madhabahu. Kuna watu wanakuwa na shida. Mama yako anaweza kuwa hakuwa na watoto, na alipokosa watoto hakutafuta Bwana, baadaye akaenda kwa mganga. Mtoto yule huwa anazaliwa, lakini watoto wale hawafikishi miaka 18. Maanake wao wako devoted at the kingdom of darkness, na ulimwengu wa giza mpaka uendee. Sasa wakatoa watoto wao wakawadedicate kwa miungu. Ninakuombea siku ya leo, kama ulifanyiwa dedication ukiwa mtoto siku ya leo, ndio mapepo haikuachi, ndio maroho haikuachi, hata ukombolewe namna gani, unao mikono yako siku ya leo. Hili ni jambo la kuombea, manake wewe haujui nini iliyofanyika, na hujui nini iliyofanyika. In African Traditional Society, kimila hii inafuatiliwa sana. Watoto wengine wanaoshwa, wengine wananyolewa, wengine wanafungwa mairishi wasiweze kuoga wakiuno, wengine wanafungwa kwa irishi, charms and homeless. But I am praying today, sadaka yote uliyotolewa wewe wakati hauko unajijua, ukakuondolea uwepo wa Bwana. Nimeomba kuanzia leo, Jehova asha kukutakasha. Unua mikono yako mahali ulipo, maisha yako inabadilika. Your life is changing now. The Lord says, for I know the plans I have for you. Kuna mpango mwema ulipozaliwa, sio kuteseka. Wengine ni wachungaji, wengine ni wafanyabiashara, wengine ni maisha mema, wengine ni uzima. Unatangaza leo, Jehova akaonekane. Kama kuna watu umefanyika Bwana akaonekane. Na niona watoto wanakufa. Maanake wewe mama na wewe mzee hautaki kununulia mtoto wako pampers, unagojeana msaada. Unatengeneza sherehe hapo ya kwamba mtoto wako amezaliwa. Ni kama tulikuwa na wewe ukitafuta mtoto, ulipanga wewe mwenyewe kupanga mtoto, ulijipangia wewe mwenyewe kuzaa. Mimi hata kinipigia kwa matanda nikiwa pasta, huenda sikiliza story yako, labda najua story, naweza kusaidia na nikose kusaidia. Mmoja nilimwambia bwanako alijua kwamba mko na mimba miezi 9, hamtanibebesha mimba yenu, mimi nikawatoe matanda. Hiyo story ya kwamba huyu Bwana Yesu na Bwana ako na mimba nitakusaidia, hata utoke. Hata tumetoa wengi sana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Because you know, kwa sababu hizi vitu unaletea pampers, marefu funge watoto, mwingine ameipeleka kwa mganga. Na wewe sasa ndio unakojea mchango. Tunapenda kuchanga. Angalia hapa sasa. Hiyo leso napeleka inafanyia dedication. Yeyote atafungwa na hii leso, kisha maneno mpaka angalie. Tunaomba hapa kanisani, Father in the name of Jesus, mtoto apone, mtoto anapona tu kanisani. Ukifika nyumbani unaandua ile leso, unafunika mtoto, mnakimbia tena hospitali. Sema hiyo kanisa hata haina upako. Haina upako. Ni kama upasta anakuwa na chini, ameondoa ugonjwa kanisani, ikifika nyumbani imerudi. Na wewe mwenyewe juu unataka kuchangia mareso sana na wanawake wengine, na wanataka ndoa yako ivunjike, wameifanyia dedication, na wewe unajifunga atupige chapati na upige minchi. Bwanako anipiga na kuambia wewe panga bilago uende, anakuona kama roli imetoka Somalia ya jeshi. Unaanza kuuliza ni nini? Unamwambia sweetie ziko dukani, ndio kanuni. Kimefanyiwa wapi? Imefanyiwa. Be content on what God has given you. Unapanga tu mipango kwako, sio kutafuta pesa hapo na ni shida unajiletea. Mtoto wako umepewa na Bwana, ninakuombea siku ya leo, Jehova kaonekane ndani yako. Jehova kaonekane ndani yako. Jehova kaonekane ndani yako. Na sina uoga utangazo. Hata hii Mombasa kuna hospitali. Mimi Bwana aliniongelesha, usijaribu kupeleka bibi yako hapa mtoto huko. Na mtoto wako akizaliwa huko, nimefanya analysis yangu. Kati ya watoto wote ambao nimeombea hapa, wiki hii unajua nikiomba na kuulizana ulizalia wapi? Namba 2 ulizalia wapi? Ulizalia wapi? Ulizalia wapi? Ninakona analysis yangu nimechukua. Na Roho Bwana kanitokea leo nikiwa ndani ya hospitali, akaniambia watoto wakizaliwa hapa, watoto wakizaliwa hapa, hiyo mifuko yote ya watoto yeye leo anabaki nayo, anaacha
anaachilia magonjwa, watoto wanarudishwa vitani na anaua wengine. Ninakuombea leo hapa Mombasa, mstari utacha mwisho, but I pray for you today. Jehova akaonekane, Jehova akaonekane. Juzi nikapitishwa huko na kijana ambaye tulikuwa tunasoma na yeye, anafanya architecture. Kale vile unaona hii nyumba ni ya mtu fulani na itaenda ku cost more than 2 billion. Nikiangalia hivi kama nimesikia vizuri, ni yule mtu. Ni huyo mtu. Anaacha leo mifuko yote, watoto kama 1000 anaachilia magonjwa. Haikosi 500 huko Mombasa. Na possibility ya wanawake kwenye mtoto alizaliwa huko ni kuenda hospitali. Wengine wanauliwa. Unaona vile umestuka? Jehova akufungue macho ya kiroho. Ninakuombea siku ya leo, Jehova akuonekanie leo. Jehova akuonekanie leo. Jehova alinde watoto wako. Hakuna mtoto atakufa. Hakuna mtoto atakufa. Chochote kimefanyika na watu walipatia chakula kibaya, wamenunulia watoto wako nguo, wamenunulia watoto wako nguo. Nimetangaza kwa jina leo, Jehova aende akaonekane. Wakfu watu wa kishetani. Toka sana. God bless you. Endelea. Verse 38. Verse 28. 38. Verse 38. Soma. Wakamwaga damu isiyo na hatia. Wakamwaga damu isiyo na hatia. Damu ya wana wao na binti zao. Unaona watu walikuwa mbaya. Watu hata leo wanatoanga watoto. Na ukicheza utaona vibaya sana. Kuna jamaa alikuja hapa, bibi yake wanaenda akiombewa. Sijui mbona nakumbuka hiyo maneno sana. Bibi yake anazunguka akiombewa na watu. Hakuna kitu kinatendeka. Yule bwana akaja hapa. Na ni bwana mwerevu sana. Ni mwerevu kuliko wote. Yeye anajua kununua nabii na anajua kunyamazisha kila kitu. Akaja bibi yake akaja. Akaribia ndio nataka nikuone na nataka nikuone exactly. Kama ule bibi akienda kujificha aje, bwana yake akafika kutoka kazini. Akamwambia wewe yuko hivi kwa stairs. Naenda kuona pastor, akamwambia twende. Walipokuja ofisini, bwana ndiye alianza kuongea. Kasema bibi yangu hapa hapo na shida, akipata watoto wanamwagika. Amemwaga watoto sana. Msaidie man of God. Na ukimsaidia hata kama ni milioni 10, nitatoa kwa hii madhabahu hapa kanisani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ameongea kwanza, bibi akaongea, bibi akaongea. Haleluya. Mimi roho Mungu akaniambia, huyu ndiye anakula watoto, lakini Mungu anaongea, lakini chenye kinaongewa na huyu. Sasa uweze ukajaribu kuongea ni wapi wewe unakula watoto. Akimaliza hivyo akanipatia 10,000. Na akaambia mimi tutoke twende. Lakini mimi baadaye bibi akanipigia simu akaniambia, nilikuja lakini hakuna kitu ulinihudumia. Akamwambia yeye nilikuombea lakini mwenye anakula watoto mko na yeye. Mungu atakuongelesha, sitakuongelesha. Usiku alipolala, Roho wa Bwana akamuonyesha Taita. Alipomwonyesha Taita na akamuonyesha jina fulani la nyumba na akamwambia enda kwa hiyo nyumba na bwanako ndiye anatoanga watoto. Na huyu bwana mimba ikitoka analipia bibi yake holiday ya kwenda Dubai. Anamlipia kila kitu. Sasa katika ile ndoto Bwana akamwambia, wewe alikuoa kama kukutumia. Wewe ndio unatoleangwa sadaka. Wewe ndio unapatia miungu yake. Lakini uko Taita hapo na bibi na watoto ambao hawakufi. Akaingia gari akaenda mpaka ile poti, akaulizia kama hii nyumba ni ya mtu fulani na bwanake anaishi Mombasa. Huyo anakuja. Akaingia kanisa, mama habari yako? Nzuri, na mtu fulani. Yeye ni bwanangu na ako huko Mombasa. Akamwambia basi yeye ni devil worshiper. Ameishi kwa kutoka, akamwambia mimi najua na aliniambia amekuwa ili kufanya hivyo. Na wewe tunachukua mabwana wenyewe, chukua mzigo. Alipoambia bwanake hajarudi hata wale leo. Maana ndio kazi anafanya. Mimi nikitoka namwambia maitani usijali, Mungu atatusaidia. Mungu atatusaidia wewe. Pale aenda holiday kwanza upumzike. Akija anamharakisha apate mimba nyingine. Maana miungu yake inatamani. Ninakuombea siku ya leo, Jehova akuokoe. Usitumiwe na miungu na watu. 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 Jehova aende akaonekane.